Naam, asante sana kwa kuendelea kuitazama Star TV na shukrani za dhati sana kwa kuendelea kutazama Tuongea Asubuhi siku hii ya leo. Kama kawaida tunazungumza ni namna gani sanaa inaweza ikawa fursa kubwa sana ya ajira kwa nchi yetu ya Tanzania. Sanaa na ajira. Naitwa Elibariki Madi katika ukurasa wangu wa Facebook pamoja na Instagram Madihi Junior, au unanitafuta kwa jina la Elibariki Madi katika ukurasa wangu wa Facebook. Niliuliza tu kwa wadau ni namna gani au vitu gani vifanyike ili sanaa ya Tanzania iweze kuwa fursa kubwa sana ya ajira kwa wananchi wa Tanzania. Lakini pia nitapita hapo kwa ajili ya kuangalia mitazamo ya watu mbalimbali ambao wao wameshindwa kufika hapa studio. Lakini pia niko na wageni hapa studio ambao wao tunaendelea kujadiliana nao, na pia wao wataendelea kukupa yale ambayo wanayo siku ya leo kukuwakilisha wewe ambaye mdau huko nyumbani, mdau wa sanaa. Tumeangalia vitu vingi sana, lakini kikubwa zaidi tunataka tujue ni namna gani sanaa inaweza ikawa fursa ya ajira kwa Watanzania. Tumezungumzia nchi kama Nigeria. Nigeria wao wanatupita wapi? Wanatupita wao ni kwamba tayari wameshajitambua. Mimi simaanishi kwamba Watanzania hatujitambui, hapana. Unamaanisha nini wakati umeshasema Nigeria wao wanajitambua? Wao nafikiri hata serikali yao pia inawasupport, kwa maana ya tayari wale waliokwisha pita wameonyesha uwezo wao na wamewaaminisha wa Nigeria kwamba sanaa ni ajira na ni kazi, na hiyo kazi wanayoifanya ni sahihi kwa taifa. That's why taifa inawasupport. Kwa hiyo hata tunaona kuna tofauti kubwa kati ya Nigeria na Tanzania. Wa Nigeria ukitazama stories zao na filamu zao, unaona kabisa wana promote utamaduni wa Nigeria, kuanzia mavazi yao, hata lugha zao haziachi na location wanazozitumia. Lakini sisi wa Tanzania tunadiriki kuacha utamaduni wetu na kuvaa utamaduni aidha wa Nigeria au ama utamaduni mwingine. Huo mfano dhahiri upo kwa wasanii wakubwa ambao wamekwisha tutangulia. Unamwona kabisa mtu anavaa Nigeria na nini hivyo, ila hatujajua mpaka sasa hivi. Sisi japo tupo kwenye sanaa, mimi mpaka sasa hivi najiuliza vazi letu la taifa ni lipi? Unavaaje ili mtu aseme huyu ni Mtanzania? Kwa hiyo unafikiri ungekuwa na vazi la kukutambulisha kwamba wewe ni Mtanzania ungefanya vizuri zaidi kwenye sanaa? Sasa sisi wa Tanzania tunatakiwa tusome alama za nyakati. Kwa maana gani? Tunasema tunaelimisha jamii, sio? Jamii sio ya Kitanzania peke yake, mpaka jamii ya wapi? Ya nje. Sawa. Director, umezungumzia swala zima la utambulisho kwamba sisi wa Tanzania kama Nigeria movie zao zinawatambulisha kabisa kwamba sisi ni wa Nigeria. Mavazi, muonekano. Yes. Sasa nyie mnafanya sanaa hapa Tanzania. Ndio. Uzalendo huo mnao, kwa sababu kama location au maeneo ya kufanyia kazi za sanaa yako mengi na yanatambulisha kabisa kwamba hapa ni Tanzania, na hayo maeneo hayapo sehemu nyingine yote duniani, yapo Tanzania tu. Lakini mpaka sasa hivi kati ya watu wanaoongoza kufanya sanaa hapa Tanzania, wasanii ndio wanaongoza kupotosha maadili ya Watanzania. Tunakubaliana na hilo, si ndio? Sasa mnataka nyie kitu gani kifanyike ili mwe wazalendo kwa nchi yenu? Kwa sababu tunaona kabisa kwamba vitu mnavyofanya kuanzia mivao mnavaa tofauti. Sio Kitanzania, lakini ziko tamaduni Tanzania yani inaonyesha kabisa kwamba hili ni vazi la Wasukuma, hili ni vazi la Wamasai wanavaa hivi. Ugogoni kabisa tunaona kabisa mtu ana hivyo. Sawa. Tofauti na hapo kuna lugha au tunasema namna gani wanavyotamka maneno yao, lakini pia kuna Kiswahili kinaweza kikawakilisha vizuri sana kwamba hawa ni Watanzania. Sasa ninyi sasa hivi hivyo vyote vipo, sio hivyo tu nilivyovizungumzia, vipo vitu vingi. Ninyi vitu gani ambavyo mmevitumia mpaka sasa hivi ili kufanya sanaa itambulike kwamba hawa ni Watanzania? Mimi naomba nizungumzie hapo kweli. Cha kwanza, kweli kama ulivyosema, wasanii tunachangia kupotosha nini? Utamaduni wetu wa kiasili ya Tanzania. Kwa sababu unakuta mwalimu anaandika script alafu anataka kama nimekupointi wewe ucheze kama mtu wa Amerika, USA huko.
Yani nataka nikufanye uwe na maisha ambayo yani si yale halisi ya kwa Tanzania. Sasa hilo kosa la nani? Support mnaohitaji au hiyo ni kosa la kwenu nyewe wasanii? Hapana, ni kosa la mwandishi wa story. Kwa sababu story ndio inakupoint utavaa nini. Sawa? Ina maana kama mimi nimempoint director huyu nataka avae hivi, atavaa. Sawa? Na ndio maana unaona filamu zinatoka binti amevaa nusu uchi. Sasa wewe ni mwalimu. Wewe ndio mwandishi, yule ana mwalimu, yani kwamba director mpaka filamu inapotoka ina maana director ndio muongozaji wa ile filamu. Ngoja tumuulize director. Director, kwa nini mnapangia watu kufanya vitu ambavyo havina maadili ya Kitanzania? Labda kwanza nijibu direct kwa nini nilizungumza habari ya mavazi na Nigeria na utamaduni. Ni kwamba sisi au mimi director Dionis bado sijapata fursa kubwa na nafasi ya kupenya kitaifa. Yani bado na haso kimwanza na baadhi ya mikoa. Lakini ninatamani siku moja nipande pale juu ya wale ambao wameshatangulia na bado wanafanya vitu kwa mazoea. Tayari wameshafika level haitumii fursa vizuri. Mimi nikifika pale nitakuwa wa kwanza kufanya mapinduzi na mabadiliko ya tasnia. Ndio mnavyosemaga. Sio yani leo nazungumza. Ndivyo mnavyosemaga. Labda nife. Nikipata nafasi, labda nife kesho. Sure, kwa sababu gani nasema hivyo? Mimi wakati mwingine nawaza, natazama kazi, sawa? Natamani kufanya vitu vikubwa lakini tumeshapeleka kazi zetu sana huko kwa wenzetu, zinapigwa kapuni. Yaani mtu anatazama akishaona hii ya mkoani kapuni. Ndio. Kapuni, lakini kazi zetu sio kwamba ni mbaya sana, hapana, ila kuna vitu tunaviweza. Kwa mfano, unaangalia movie story ya kijijini za Kitanzania zilizoandikwa, sio? Tunaona kabisa ni Mungu anafunika hapa wazi, sio? Lakini wakati huo unatazama mtu akivaa kimini pia movie inafungiwa. Sasa mimi wakati mwingine najiuliza, yule aliyevaa kimini, sio? Hapa kafunika, na yule aliyevaa zile nguo za kiasili hapa pako wazi, inakuaje, sio? Lakini wakati mwingine pia nawaza utamaduni wetu sisi wa Tanzania ni upi? Tunakulaje, tunalalaje, tunaishije, sio? Tunavaaje? Natamani kuonyesha, lakini swala ni kwamba unaonyesha wapi? Wakati fursa tu ya kukionyesha hicho ambacho ulichonacho huna. Lakini taratibu tunapambana. Mungu ni mwema. Hatua ambayo nilikotoka ni mbali. Nilipo sasa nina uweni hata kupigiwa simu na kuitwa na kualikwa sehemu kubwa kama hii. Namshukuru Mungu. Kwa hiyo very soon nitakuonyesha. Mimi nafikiri niongezea. Subiri kwanza. Director, nimeona baadhi ya kazi ambazo umedirect kama filamu yako ya Jirani. Ndio. Pia wewe umeshiriki. Ndio. Ile Jirani ina mahadhi ya Kitanzania. Kabisa, si ndivyo? Kabisa. Mwalimu, nimeona filamu yako Wana Sense. Ndio. Ni filamu ambayo kabisa ina maadili ya Kitanzania. Ni sahihi kabisa. Hizi mmezionyesha nyinyi. Tatizo ni kwamba mkiwa hivi mlivyo mnafanya vizuri. Ila ukizidi kuwa mkubwa ndo unazidi kuharibu. Mna shida gani? Mimi labda niseme hapo. Unajua kingine kinachosababisha sanaa ya Tanzania inabadilika kwa sababu ni huu mfumo wa kidijitali. Kwa nini? Msanii anapofikia level fulani hataki kufanya movie ya Kitanzania. Yaani yeye anataka afanye kitu cha nje. Yaani na ndio bwana ukiona mimi kuna wasanii nafahamu Bongo Flava. Yaani anaona akija huku Kongo pakavu tia mchuzi mkoa wa Mwanza kangazio jiji lenye mawe mengi na samaki sato kwamba aje ashuti anaonekana kafanya kitu cha ajabu. Ila nikienda South Africa nikashuti kule, nikienda sijui China nikishuti, ina maana wataona sasa nimepanuka, yani nina uwezo yani wa kufanya kitu mbali. Umeona? Hilo linachangia kwa sisi. Unaona wewe unafanya nini wewe? Umeshutia hapa Mwanza. Watu wanaenda South Africa huko. Huyo ni mtazamaji au mshabiki wako. Anasema huyu fulani kafulia. Ameshuti na gari ndogo. Wakati watu wanashuti na magari makubwa huko mavieti sijui mangapi huko mtu anashuti. Ina maana sasa inampelekea samsaya kumbe mimi ili nifanye kazi kama akina Diamond lazima niandae. Sasa mtu anakuta anafanya umeshuti na kamera gani? Kwanza umetumia kamera gani? Anakuuliza. Hiyo wewe watu wana makamera wanakuja na magari anaweka pale makamera, mtu ukiko kamera alafu unashutia kamera moja tena kuchungulia. Utatoka lini? Ina maana tayari sisi wenyewe tunakosoana. Sasa unakuta mtu mwingine anasema sasa ana force. Kama madada zangu mimi kuna wasanii anaishi kwamba
akishuti kavaa kimini mapaja nje, kwamba sasa ndo ataonekana ni mzuri, ana muonekano safi, anavutia. Umeona? Kwa hiyo sasa naye asema ngoja nitafute nguo kama fulani nilimwona nayo. Sawa? Alafu bwana nitengeze mazingira na mimi akijenga umbo lake sina hips. Fulani anaiti kwa sababu ana hips, nichome mchini. Ili nipate salile umbo labda hilo ndo tatizo. Mimi ningependa tu Watanzania tukubaliane na utamaduni wetu. Tulizike na hii hali ambayo tulionayo, alafu tupende kazi zetu. Unaona? Tupende. Sasa hivi mimi na wakati mgumu kama mwalimu, unakuta darasani unaelekeza msana kwamba yaani mwalimu, unaona hiyo si ni mwalimu. Tungeibadilisha ikawa mfumo huu. Niliangalia season ya Kikolea moja hivi mwalimu. Iko hivi. Ina maana ni tayari sasa ni tushajijengea kwamba wasanii tuna hama yani kwamba sasa hivi sijui na sisi tutafanya kama Kolea, tutengeze ma season. Mtu sasa hivi season ya kwanza mpaka season 700. Mtanzania ananunua. Lakini mimi kazi yangu leo Laju nimetengeza kazi ili Mtanzania inunue, mpaka nawaza kweli nimemaliza kazi sasa, lakini itanunuliwa. Yaani ina maana unafikiria kwamba ni nini kinachoendelea. Kwa mimi ningeomba tu kwamba wasanii kwanza tusikate tamaa. Tujipe moyo. Alafu niwaombe Watanzania kwa ujumla, kwanza tuwe tuna uzalendo na upendo wa sisi kwa sisi, kwamba tupendane. Alafu na wasanii tupendane. Unaona, kuna baadhi ya wasanii unakuta wana nafasi kubwa lakini hawako tayari kumsupport wa chini. Akihofia kuchukuliwa nafasi yake. Daniel Itaja yeye ni msanii. Yeye kazi yake, yeye ana kipaji cha uchoraji. Amezungumzia kwamba Facebook yeye anasema kwamba kuna vitu vitatu, wananchi, serikali. Hivi vitu vinashirikiana, yani wasanii, wananchi pamoja na serikali. Hivi vitu vinashirikiana ili kufanya sanaa isonge mbele. Sasa yeye anazungumzia support kwamba wadau, yani wananchi wasapoti vya kwao. Lakini pia serikali isapoti wananchi, isapoti wasanii ili wasanii wafanye vizuri. Hajaniambia wasanii wanahitaji support gani kutoka kwa serikali au kitu gani hawana, wanahitaji kikubwa, wanahitaji kutoka kwa serikali iwafanyie ili wafanye vizuri. Wananchi wao wanasema wanapenda filamu za mbele au filamu za nje ya Tanzania kwa sababu nzuri na zimetafsiriwa. Hilo umeongeza wewe. Sasa mimi naomba hebu tuangalie alichozungumzia Itaja Daniel. Hajaniambia yuko wapi. Ninyi mnahitaji support gani kutoka kwa serikali ambayo mpaka sasa mnashindwa? Yaani mnashindwa kufanya kazi nzuri kwa sababu tu serikali haiwasapoti. Mimi kwa upande wangu mimi ningezungumza. Hilo swala linahusu, mimi kwanza naomba kwenye vibali. Yaani tupewe vibali vinavyoturuhusu kufanya kazi eneo lolote, ila kwa utaratibu. Yaani mimi kibali tu na kuweza kukubali kazi zetu kuzisupport. Unajua, yani mimi nataka nijue kitu gani mnahitaji. Yaani serikali si mnahitaji support kutoka kwa serikali. Sasa hivi hamsupportiwi. Tunasupportiwa. Mnasupportiwa. Okay, sawa. Sasa hivi mnasupportiwa, wasanii wengi mnasupportiwa na serikali. Sasa nataka nifahamu wapi ambapo serikali imefeli kuwasupport ili sasa hivi serikali isikie iwasupport, labda wasanii mtabadilika, mtafanya vizuri zaidi. Ninafikiri unajisajili na unaisajili kazi yako sasa, alafu baadaye unaiuza katika makampuni. Tatizo ni kwamba kampuni zinatunyonya. Cha kwanza, tunapewa kipato ambacho hakikidhi mahitaji. Filamu unaitengenezwa kwa gharama kubwa, bei unahitajiwa, unajikuta unarudi nayo nyumbani, unakaa nayo, mwisho wa siku unaiuza kwa bei ya hasara. Lakini vile vile ukiamua kuisambaza mwenyewe mtaani kote, unaweza kukutana na season za nchi za huko, na watu tayari wameshalewa na zile season. Kwa hiyo mpaka uanze kumshawishi, wakati huo pia serikali inataka ulipe kodi, lakini wakati huo pia unaweza ukauza filamu. Kuna watu wa kuchoma na nini, wale wanabani CD, unakuta tayari ukiuzia labda eneo fulani, akiipata jamaa yule wa kompyuta yule anaisambaza, wewe ukirudi tena next time
Yaani unakuta nimekuona wakati wewe hujauza. Sawa, ndio ni hapo. Ngoja kwanza nifahamu kitu kimoja. Ndio. Umezungumzia hivi vitu kwamba watu wanachoma kazi zenu. Ndio. Umezungumzia kwamba mnafanya kazi, mnapeleka kwenye makampuni kwenda kuuzwa, mnalipwa gharama ndogo. Yes. Sasa hapo serikali hujaniambia serikali mnataka iwasapoti nini kwenye hivi? Kwamba serikali ianze kukamata wale wote wanaochoma hizo CD, au serikali iende ikafanye nini kwenye haya makampuni? Yaani iko hivi. Unaona watu wanaosimamia haki zetu wapo. Na serikali inawatambua na wanafanya kazi. Kwanza ifanye utaratibu ambao unaeleweka. Wale watu wenye vitengo vyao, kila mwenye kitengo akisimamie vizuri kitengo chake. Kwa maana ya inauma sana, kwa mfano unapeleka kazi haijakunufaisha afu na ione imesambaa, sio? Na serikali inaona kabisa filamu za nje zipo na zinatafsiriwa na zinasambaa. Mimi sijajua zinakuja kwa utaratibu gani, na sisi wa Tanzania tunauza kazi zenye sticker. Sawa. Wakati huo zile filamu za nje ambazo zimetafsiriwa hazina sticker. Na yani unaona hata mfumo tu wa kuifanya CD iwe original, hapana. Mtu anachoma tu ka CD ananani tu 1500, sio? Wewe ukija kumwambia filamu yako labda ni 3000, hapo mnakimbizana. Yaani mimi ninunue filamu 3000 wakati kule kuna buku. Sawa. Kwa kauli yako hiyo unamaanisha kwamba serikali ipige marufuku movie za nje kuonyeshwa Tanzania? Ninatamani, kwa sababu wale watu mimi sijui zinatoka wapi na mpaka zinatafsiriwa, ina maana ile ni pesa, sio? Sijafanya utafiti wanalipa kodi, ila naamini hawalipi kodi kwa sababu hata tunaziona zinauzwa tu kinani, na ni mtu tu amekaa na kompyuta yake ndani, sio? Anachukua master, anazalisha, anaweka vijana, zinasambazwa pale, zinauzwa buku. Mtu akiwa analipa kodi, sio? Lazima aangalie, hawezi kuuza buku au 800. Atapataje faida? Mwalimu, movie za nje zisionyeshwe Tanzania hamtaki? Hapana. Unatakaje? Kwa sababu ndio kukua kwa nchi, kwa niseme kitasineza filamu za movie. Sawa. Ni soko huria. Sawa. Lakini sasa zingi hapana. Zije tena kwa wingi, lakini hapana. Namaanisha kwamba ziwe zingie kwa utaratibu. Utaratibu. Kwa sababu leo imefika hatua mimi na rekodi kazi yangu, CD yangu moja naiweza shilingi 3000. Lakini mimi na imani CD ya kwanza kununua ya Mariam Kanumba nilinunua shilingi 5000. Tazi kwanza 7000. Na hapo nilipunguziwa bei na muuzaji. Akakuzia 5000. Lakini leo hii ikashuka mpaka 3000. Sasa CD moja 3000 unaenda na ni part 1 tu. Hiyo ni part 1 inauzwa 3000. Sasa leo unakuta kwanza leo hata wewe tu nikikupa leo hii utoke hapa sasa hivi ukafanya research kwenye mabla ya wauzaji CD, ukikuta CD za kibongo zinafika hata 30, yani zimu hata 20 tu tofauti, basi serikali situsupport sote. Ila leo ukifika unakuta yani mtu kwenye chumba mpaka ameweka na mavyumba na sebule, yani katengeneza, yani zimepangwa ni masiri. Sasa ukija kuuliza za kibongo nakwambia watu siku hizi hawanunui, hawahitaji. Sasa na sasa hivi kuna baadhi ya sehemu kienda kuomba mashirika ya kusupport, nakwambia tutapoteza tu hela bwana mdogo, kwa sababu sasa hivi season ya Kikolea yamejaa. Hata ukiangalia watoto wangu humu ndani wanao, yani yuko sini ya 300. Sasa lini ataimaliza hii? Na nakwambia bado anakutumba baba niletee muendelezo. Sasa atakuja kuangalia hii yako sangapi? Hainunua 3000. Umeona? Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba serikali iangalie kwamba alafu sisi wasanii wa movie hata wa muziki tunalipa kodi. Ukiangalia CD zetu unakuta yani jinsi tunavyoiandaa, kwanza gharama zake nikikwambia utashangaa. Paka ije kamilike hili. Yani ni hela ndefu sana. Kwa hiyo unakuta tunapata wakati mgumu sana, tunalipa kodi, alafu naambiwa eti usajili kwanza tu unapotakiwa kabla huja kuanza yani kushoot. Kuna kitu kinaitwa chuo kibali, usajili kazi yako. Filamu yako unataka kuitoa hii unasajiliwa. Upate hatimiliki zote, steps na vitu vingine vingi. Sawa? Sasa huo mzunguko wote unaopitia mpaka kazi ije ifike leo hii kufikie wewe, ilibariki kuiangalie, ina maana tayari ni mzunguko mkubwa. Sasa bado umemaliza mzunguko ule wote, umelipia huko nini, umeshika CD yako tena.
unawaza sasa na naendaje kushindana na hao watu tena, yani inakueje hapa mbele yangu kuna vizuizi yani wakolea zimeingia yani. Kwanza mimi hii ni tatizo kwa kila msanii, labda mimi ningepata nafasi ya kukaa na waziri wa michezo na habari ningekuwa na mengi ya kuzungumza. Sawa. Ila nafasi yako hata sasa hivi anatazama. Twende kwa director. Twende kwa director. Mimi nilikuwa nataka twende kwa director. Ili niweze kumueleza Raju, inawezekana hii ni nafasi yako kubwa sana ya wewe kuzungumza naye kwa wakati huu. Twende kwa director. Ndio. Unafikiri sasa nyie ili kazi zenu ziwe nzuri wananchi wazipende, kwa sababu sasa hivi mnahitaji support kubwa sana kutoka kwa wananchi. Wao ndo wananunua kazi zenu. Wao kununua kazi zenu ndo ninyi mnapata kipato. Mnaweza kuendesha familia zenu, lakini pia mnapata kipato ambacho kinaweza kuwasaidia kuendelea kufanya filamu zingine nzuri zaidi. Unafikiri wananchi wanahitaji vitu gani kutoka kwenu? Kwanza mimi pamoja na wasanii wenzangu tujishauri kuwa tuangalie wateja wetu wanataka nini. Mimi napotengeneza story moja kwa moja na target mtazamaji anahitaji nini. Yule ndo mteja wangu. Naangalia story ya namna gani inaweza ikamteka. Japokuwa kuna hizi season na nini sio. Mimi bado napambana nazo, naangalia mimi niguse nini? Story yangu iguse nini? Ili nikipeleka nikiuza next time kwenye kazi nyingine iwe rahisi kuipeleka, kwa sababu mtazamaji yuko hivi. Ukipeleka kazi ya kwanza ni mbovu, kazi ya pili anaamini ni mbovu na zingine zote ni mbovu, anakukataa kabisa. Kwa hiyo tuangalie kwanza, yani tusifanye ili mradi kufanya. Inawezekana kabisa tukawa tunatengeneza movies za kwenye makochi sana na magari ya kifahari. Kumbe wameshachoka. Wameshachoka hizo stories za namna hiyo. Kumbe wanatamani kuona labda utamaduni wa Kisukuma. Wanatamani kuona Wakerewe ni wakina nani na wakoje. Nye mnafahamu kwamba watazamaji wanahitaji hivyo vitu? Mimi nafahamu. Sasa kwa nini usiandae vitu vya namna vipo? Vipo na nimekwisha kuviandaa na movie 4 zilizokamilika. Zingine nimecheza na wazungu kabisa. Wazungu wa Norway, wengine wa Finland. Nimefanya nao. Na baada ya kukutana nao pia nikajifunza vitu vingi. Hata wenzetu wazungu kuna vitu vingi wanavitamani kutoka kwetu, kuijua Afrika. Kujua Afrika ni watu wa namna gani, vyakula vyao. Hiyo movie inaitwa Thamani ya Mtu. Utaona mle, ukifanikiwa kuona utatazama uone nimemfundisha mzungu kula ugali na nyanya chungu, ugali dagaa, unaona? Zile kacha za Kitanzania na mazingira yetu, unaona? Kwa hiyo sisi tusifanye filamu za maisha ya juu wakati sisi bado yani wale wenzetu wanafanya, sisi tunaigiza. Kati ya vitu ambavyo filamu nyingi za Tanzania zinafeli uhusika. Kwamba namaanisha tunahitaji tumuone mama, tumuone baba, tumuone mtoto. Yes. Lakini filamu zetu, yani mama unayemwangalia huyo mama na huyo mtoto, yani inawezekana hata mtoto yani yeye mtoto afadhali ndo angekuwa mama. Na baba yani haziendani, kwamba huyu mtoto haendani, kwamba mtoto huyu tunaona kabisa huyu ni mtu mzima huyu. Alafu tunakutana na yani zinakuwa zieleweki. Haya, tukiachana na hapo, kwanza ubora wa picha pia. Bora ya picha hauelewi hii ni full HD, hii ni HD, hii ni nini. Kwa hiyo mtu bado pia changamoto. Pia unakuta sauti. Mara imeblast, sauti ndogo, sauti kubwa, umeongeza, mara umeshika remote umefanya hivi, umegeuza hivi. Hivyo vitu vipo kweli. Ninyi mnapokuwa mnaongoza filamu katika kuanzia location, ina maana nyinyi huwa hamuoni? Tunaviona, na unajua kufanya ndio kujifunza. Unapofanya, unapokosea, next time unajifunza usirudie kosa. Mimi kazi zangu zinakwenda hivi, zinakuwa. Kwa maana kazi ya kwanza nikikutana na changamoto ya sound, next time sirudi hilo, nakutana na changamoto nyingine mpya. Lakini mpaka hivi tunavyozungumza, sawa, utaziona kazi zangu za nyuma na za sasa, au ninazokwenda kuzifanya, na Watanzania wanifuatilie na waangalie kazi zangu, wataona. Kwa hivyo
tunaendelea kurekebisha. Issue tu ni tunapambana pia na budget. Kwa maana ili upate picha nzuri unahitaji vifaa vizuri. Ndio. Na ili upate vifaa vizuri unahitaji, kama huna inatakiwa ukodi, na wenye navyo wanatumia wanakodi kwa gharama kubwa. Ndio. Sawa. Mwalimu, huwa mnafanyaje? Yaani mpaka mtu unapendekeza kwamba huyu awe mama, huyu awe baba. Mbona mnatufelisha? Yaani watu hawaendani. Hata uhalisia mtu anapoenda tunaona kabisa uhalisia. Huyu ana maumivu moyoni. Lakini nyie mnapokuwa mnafundisha watu wenu, tunakutana nao sisi kwenye filamu. Unaona kabisa hapa ni msibani, tulitaka tuone mtu labda yuko hivi na hivi. Lakini mtu hayuko hivyo. Ni kwamba hamfundishi au hawaelewi au tatizo nini? Hivyo ndio vitu vinavyosababisha kwamba sanaa ya Tanzania inaonekana ya ubabaishaji. Tunataka sisi tukienda tukikuta kitu kinaeleweka. Mtu kwenye kucheka tunataka tuone mtu amefurahi kweli amecheka. Tunataka tuone mtu ana huzuni, mtu anahuzunika kweli, lakini sio mtu ana pretend mpaka mimi mtazamaji najua kabisa kwamba huyu sasa huyu. Nyie huwa mnafundishaje? Kwanza mimi niambie, swala la kufundisha, mwalimu anaweza kufundisha vizuri sana. Lakini msanii yule anayefundishwa akafundishwa na ukamwona sasa hapa amefikia nafasi nzuri. Tatizo linakuja pale anapoenda sasa kukasa tayari kwenye nini? Kwenye kamera. Sawa. Unakuta msanii anapoteza kila kitu. Sasa mimi niseme kwa sasa hivi kwa kweli tunatakiwa tujipe hongera wasanii kwanza kwa Tanzania. Hatua tulioifikia ni hatua kubwa. Kwa sababu sasa hivi tunajiamini, tunafanya kazi yani kwa kujiamini, uchumi relax. Tofauti na kipindi cha nyuma. Na maana tazama filamu za kisasa, za sasa ni tofauti na miaka ya nyuma. Ina maana sasa hivi mambo mengi yamebadilika, hata sisi tunaenda sana wakati. Tunaamua kufanya vitu vizuri na vyenye muonekano. Hata unakuta mtu anabahatisha kuangalia movie moja tu. Hawezi akajua ile movie hao watu walishuti katika mazingira yapi. Na vikundi vingi, hilo ni tatizo linakuja kwenye vikundi. Unakuta mimi mwalimu labda nafundisha mazoezi, najua huyu sasa amefikia nafasi ya kwenda kushuti. Tunapanga utaratibu vizuri kila kitu. Sasa ile siku ya inapofika wakati kwenda kushuti, yule msanii hafiki mazoezini kwa sababu sisi kazi zetu sio za mikataba kwamba sasa ni hapa lazima ufike. Sasa unakuta yule mtu anaacha. Sasa anaanza mbona na siwezi kuacha, nimeshaomba location, nimeshaenda kulipia, au ni abule location yenyewe ni ya kubahatisha, nimepewa kwa siku 2. Sasa nitafanyaje? Unabisa hapa ni kufanya training bwana. Sasa wewe ndio utacheza kama yule. Alafu hapa itabidi huyo ambaye tulikuwa tumweke kama mfanyakazi kule arudi acheze ile scene ya huyo. Kwa sababu hilo tatizo. Ndio mnavyofanya. Ndio tunavyofanya. Sawa. Sasa unakuta sasa nazungumzia kwa kazi za nyuma. Lakini kwa sasa hivi watu tumeshajitambua. Sawa. Yaani sasa hivi sanaa ni kazi, ni ajira. Ina maana hata mtu unapompanga kwenye clip, yeye mwenyewe licha umemfundisha, yeye mwenyewe sasa hivi msanii anakaa anatuliza nini? Akili anasema hapa nifanye. Jana sasa hivi anasema anajiongeza. Anasema mwalimu kanifundisha hapa, sasa nifanye vizuri zaidi, nisifanye nini? Nisiharibu. Nifanye vizuri ili sasa jamii inione nifike mbali. Na ndio maana nikasema kwa sasa hivi sisi tunachoomba tu support ya Watanzania warudi kujua utamaduni wa kazi zetu sisi, wakubali kushirikiana. Na ikiwezekana mimi nasema usiangalie kabisa hizo season. Wasiangalie kwa sababu wasiangalie, watuangalie sisi kazi zetu. Sawa? Hii tunapofanya kazi na kwanza na kingine wasanii tukubali kukosolewa. Ina maana mazingira tunajitengenezea sisi wasanii ndio yanasababisha tunaharibikiwa. Unaona? Kwa hiyo sisi wasanii kwanza tukubali kazi zetu ili jamii tukubali. Sawa. Watanzania wasanii wanaomba sana ushirikiano wenu, yani support. Kwa sababu serikali itafanya kile ambacho inatakiwa kufanya. Na wewe ambaye ni mdau au mtazamaji wa hizi kazi za wasanii, si tu katika filamu, lakini kuna muziki, kuna wachoraji, lakini pia wapo wafinyanzi, wanahitaji sana support kutoka kwako wewe mpenzi mtazamaji ambaye ni mdau mkubwa sana wa sanaa na kuendeleza hii sanaa ili wawe na manufaa nazo. Kwa hiyo wewe unategemewa sana na wasanii. Kwa hiyo wanaomba sana ushirikiano kutoka kwako. Hebu twende kwa director. Naam. Atuambie kitu kimoja. Mtu aliyoko katika mikoa mingine. Hii hata mimi kwangu ilinitokea. Nilikuwa naona mkoa wa Mwanza
ni mkoa ambao upo mbali sana katika sanaa, si ya uigizaji tu na sanaa zingine. Wakati sijafika Mwanza nilikuwa naona kama mkoa wa Mwanza ni mkoa ambao sanaa yake iko mbali sana, wanafanya vizuri sana katika sanaa. Ni tofauti na nilipo Mwanza sasa hivi. Mkoa wa Mwanza inawezekana wasanii au watu wenye uwezo mkubwa wa wasanii kufanya sanaa wako wengi sana. Shida hamna umoja. Na hili ambalo kwamba hamna umoja ni mfano tu nimetolea Mwanza, ila ni kwa Tanzania nzima. Yaani kila msanii anaenda na njia yake, yaani tutakutana huko mbele. Unakiri wasanii hamna umoja? Labda niseme kitu kimoja kwamba kwanza kabisa nakiri, kwa maana ya mimi unayeniona hapa nimeshakuwa kwenye umoja wa wasanii Mwanza tangu muda mrefu. Kulikuwa kuna umoja ulikuwa unaitwa Meet Club, ni umoja wa wasanii. Ndio. Kulikuwa kuna enzi zile ilianza Tafu ambayo tunaita TDFA, shirikisho la wasanii mkoa. Haya, kukaja umoja wa madirector nikawepo. Ukatoka hiyo ni ukaingia umoja wa maproducer pia nikawepo. Changamoto ni hii. Mwanza kwanza hatukubaliani sisi kwa sisi. Yaani tupo radhi tuangushane sisi kwa sisi kwanza. Lakini laiti kama tungeungana tukafanya mapinduzi, tungefikisha Mwanza sehemu kubwa. Nasema hivyo kwa maana gani? Tunaona kwenye umoja kiongozi aliyovunja umoja huu, umoja A, anahamia umoja B na anakuwa kiongozi. Na anauvunja umoja B anaenda umoja C na anakuwa kiongozi. Yaani kiongozi ni yule yule, anazunguka, inaundwa chama hiki kinavunjika, kinaundwa chama hiki kinavunjika, mtu ni yule yule. Lakini laiti kama mimi natamani kiongozi wa sanaa ni bora hata asingekuwa msanii, bora hata sanaa basi ingesimamiwa labda na kiongozi kutoka halmashauri ya jiji, yule ndo angekuwa top, alafu sisi tuwe chini yake. Lakini kwa sababu umoja wa producer pia ni producer, yani lazima kwanza ajiangalie yeye. Yani wewe hata kama una kazi nzuri kiasi gani, ile mradi yule producer ndo kiongozi, lazima aipe privilege kazi yake kwanza. Sasa ni bora kiongozi wetu asiwe hata msanii. Nimeangalia interview moja ya Rami Galis alipoenda Ghana, sio kiongozi wa umoja wa Ghana wa wasanii, sio msanii, japo yale aliamini ni kama Tanzania ilivyo. Kwa hiyo umoja wa wasanii Mwanza unavunjika kwa sababu kwanza majungu, ubinafsi, chuki. Sawa, umezungumzia majungu, binafsi, chuki, sawa. Hayo mnayo ninyi wasanii. Nataka nijue, Mwanza nimetolea tu kama mfano. Tanzania wasanii mna umoja? Iko hivi, yani sio tumezungumzia Mwanza sio? Ila hata feedback tunazipata kutoka huko, tunaona kabisa kuna kitu kinaitwa Bongo Movie na kuna kitu kinaitwa TAF. Kuna rais wa Bongo Movie, kuna rais wa TAF. Lakini kumbe ile Bongo Movie ingevunjwa ikasimama TAF kama TAF, kwa sababu TAF ina matawi, sio? Ndio. Madirector wana chama chao, waandishi na chama chao, kila kitengo kina chama chake. Mpaka waigizaji nao wana chama chao. Wanaitwa TDFA. Kwa hiyo wakikuwa sisi madirector tuna chama chetu, maproducer wana chama chao. Changamoto inakuja wapi Mwanza? Mwanza ni kwamba mimi si ni director. Kwanza yani najumuishwa kwenye umoja wa waigizaji. Lakini laiti kama kila mwenye kitengo akawepo kwenye chama chake, akakisimamisha chama chake, mwisho wa siku tungesimamisha TAF, kwa maana ya shirikisho la filamu Tanzania. Tungefanya vizuri sana. Sisi unapofanya filamu kuna crew, sio? Kuna mwandishi, kuna mwalimu ambaye tunamuita art director hapo, kuna casting director. Kwa nini tunafeli? Mama anakuwa kama mtoto kwa sababu ya casting director, yule anayechagua muhusika ndio anayefeli, anamfelisha mpaka director, kwa sababu director naye kafanya nikakubali. Lakini hivyo vitengo vyote vipo kwenye chama, vyama virudi, kila mtu arudi kwenye kitengo, mwandishi yuko kwenye chama chake, director yuko kwenye chama chake, waje serikali tusaidie, kwa sababu kuna watu wamesomea sanaa. Ndio. Kuna watu wamesoma kabisa na wana masters, sio?
waje watupe elimu, kwa sababu changamoto pia ya wasanii wa mikoani ni elimu ya ufahamu juu ya tunachokifanya. Yaani kama ni director, unatakiwa ujue director ni nani, kazi zake, majukumu yake, ukomo wake, mwandishi vivyo hivyo. Kwa hiyo tungepata somo vizuri, kila msanii akapata somo vizuri juu ya kitengo chake, ukabaki kwenye kitengo chake ukasimama vizuri, nafikiri tungetoa sawa. Sawa. Naomba nizungumze na mwalimu. Mwalimu, tuambie vipaji au sanaa ziko nyingi. Ndio. Au kwamba uigizaji, uimbaji, viko vitu vingi sana hapo kwenye sanaa. Sasa nahitaji kufahamu kwa dhati, sanaa ni kazi ambayo inaweza ikamsaidia mtu, yani kwamba sasa huyu amefanikiwa kwa sababu ya sanaa. Yani mpaka mtu mwingine akaa anatolea mfano, mwanangu jitahidi, yani jitahidi ufanye sanaa. Wewe haumuoni mtoto wa fulani pale alivyofanikiwa. Yani matamanio hayo, hebu tuambie. Yani sanaa ni kazi. Tena mimi nafikiri hakuna mtu anaweza kupata utajiri wa haraka kama usanii, kama kwa msanii. Leo mimi nitakwambia kuna wafanyakazi wa serikali ambao msanii tunamzungumzia kwanza kama Diamond Platinum. Diamond, kuna watu wafanyakazi wa serikalini walikuwa wanafanya kazi yake kwa kulipwa mishahara, wakati yeye alikuwa bado kabisa hata kwenye sanaa anahangaika, anaenda huku na studio zingine anashinda njaa. Lakini leo hii kuna baadhi ya wafanyakazi wa serikali hawamfikii, ambao wanaitwa wamesoma, wana master zao, hawamfikii pesa au tajiri alionao Diamond. Kuna msanii kama Sanja, kuna kina Joti, wapo wengi, unaona. Kwa hiyo mimi ningesema kwamba kazi ya sanaa kwanza inakutengenezea mazingira mawili kwa wakati mmoja. Cha kwanza, unaweza ukawa mtu maarufu sana Tanzania na nje ya Tanzania. Cha pili, kukupatia pesa, ukapata pesa za haraka sana kuliko mtu yeyote. Kwa hiyo mimi niseme sanaa ni ajira. Ni ajira kwa sababu leo hii mimi naishi kwa sababu ya sanaa. Asubuhi nitakuwa na mazoezi yangu ya muziki, sawa? Mchana labda nimetulia na familia, au singine ndo naandika story au natunga kitu kingine. Jioni saa 9 niko mazoezi. Sasa napataje pesa? Ninapofikia hatua za kazi nikiitwa bana kuna show, naenda nafanya sanaa, naingiza pesa. Sawa? Napata kula, napata kuishi na vitu vingine. Umeelewa? Kwa mimi ningeomba wazazi, hebu wapeni nafasi vijana wenu, wake zenu, wame zenu waje kwenye sanaa. Ufanye sanaa. Sanaa ni ajira kabisa. Yaani katika uhalisia halisi tu. Leo unaona mtu amepita unasikia gala fulani hiyo. Sawa, nyumba fulani hiyo, kampuni ya fulani hiyo. Yaani kupitia sanaa. Ukija kufuatilia yule mtu sasa amepataje zima kupitia sanaa. Japokuwa tu wasanii unakuta msanii alitambulika kupitia uimbaji, akaitwa kwenye show nyingi. Sasa jina aliyofikia level aliyofikia aliziki nayo, anataka sasa kufanya na biashara zingine ili awe tajiri mkubwa zaidi, apite uwezo ule. Hata unajikuta anajiingiza kwenye biashara mbaya za kuuza madawa kulevya, au kupitia sanaa yake anabebeshwa vitu vya ajabu ambavyo kesho vinamkosti, anakamatwa au unakufa kabisa. Umeona? Kwa hiyo wasanii tulizike na hali tulionayo, alafu tuepukane na tamaa. Sawa. Sanaa ni ajira. Sanaa ni ajira. Director, sanaa ni ajira. Sanaa ni ajira kwa sababu ndo maisha yangu, na nasema hivyo kwa sababu gani? Na kuna kibaya zaidi pia, sanaa sasa hivi imevamiwa. Mtu akifeli shule anaona anakimbilia kwenye sanaa. Mtu maisha amekaa anakimbilia kwenye sanaa. Kwa nini anakimbilia kwenye sanaa? Kwa sababu hata yeye tayari ameshagundua tayari akiingia kwenye sanaa, kwanza anapata fursa ya kuonekana kwenye TV, kwenye nani kusikika kwenye radio. Baada ya kusikika na kuonekana, tayari anajulikana. Na baada ya kujulikana, kupitia kujulikana huko, basi ndio anapata fursa ya nini? Ya pesa. Kwa sababu mimi naamini vitu vifuatavyo. Tafuta fursa. Ukishatafuta fursa itakupa jina. Ukipata jina litakupa pesa. Kwa maana gani? Mimi wakati nafanya, sio nisingetafuta fursa, hata leo hii nisingekuwa hapa. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kama mtu yuko nyumbani na anaamini ana kipaji, ashikilie kipaji chake, kwa sababu unaweza ukasoma sana, sio? Kuna watu wanasoma mpaka form 4 hajui hata atakuwa nani. Mwisho wa siku mzazi anasema sasa wewe
kwa sababu kafeli, sio? Akifeli ndo anaweza akawa polisi au akina nani anakuwa mwalimu pale au anakuwa kidogo nesi, unaona kabisa. Lakini hizo ni sehemu nyeti, ndio unanielewa vizuri, hizo ni sehemu nyeti kabisa. Kwa nini mtu ile credit ya kufeli ndio upelekwe? Kwa nini wasiangalie basi huyu ana kipi? Je, anakwenda upolisi, ana ile karama ya kuwa polisi? Sio. Huyu anakuwa mchungaji, je, ana ile karama ya kuwa mchungaji? Huyu anakwenda hivi, je, ana karama? Mimi nilikuwa nashindwana na hata natengwa sometimes na ndugu zangu. Kwa maana gani? Nilikuwa nahimizwa kusoma. Mama wakati mwingine anakuambia, wewe bora usomea hata masuala ya nani, uwe hata mwalimu, si unamwona nani? Naambia mama, mimi bwana, kuna kitu kilichoko ndani yangu, sio? Kuna msukumo. Naona kabisa nikienda kusomea hicho, ninakuwa kama napoteza kwanza fedha zake, napoteza time. Inakuja kuna gap ya jeshi limetokea, nenda basi. Naangalia sasa mimi tena na jeshi wapi na wapi, unajua? Kwa ni kitu kilichomo ndani yangu. Nina passion, nina spirit. Naamini siku moja, namwombeaga mama yangu asife kabla hajala matunda ya kazi yangu. Namwambiaga mama, nakuombea usife. Siku moja utafaidika na utaamini kile nilichokuwa nakifanya nilikuwa sahihi. Sawa. Sanaa umeanza muda mrefu sana. Ndio. Mwalimu, sanaa umeanza muda mrefu sana. Hebu niambie mpaka sasa hivi sanaa ilipokufikisha, ili na sisi tuna matamanio sasa ya kuingia katika sanaa. Kwanza mimi niseme mpaka sasa hivi nimejifunza vitu vingi kupitia sanaa. Yaani kuna vitu nilikuwa sivitambui, ila kupitia sanaa nimevijua. Nimeweza kumove kutoka nchi ya Tanzania kwenda nchi jirani kupitia sanaa. Mimi niseme sijafaidika kivile sana, kwa sababu hata ukiangalia wakati sisi tunafundishwa sanaa, kwa wakati huo ilikuwa ni ngumu sana. Yaani kuipata tu kamera ni wewe uchange. Yaani ujichange kama ni 50 wewe msanii uchange ndio mwingie location, sawa? Mshuti. Na mkimaliza kushuti, ile kazi inachukuliwa ipelekwe wapi? Dar es Salaam. Kwenye foreign. Sasa wasanii na kuna foreign ya nini? Inayo kwenye foreign. Foreign kwa ajili ya? Yaani soko, yani kwamba kama kuna filamu mbele mpaka ziende, yani sasa ndio mpaka ujifikie filamu yako. Inamaanisha kwamba Dar ndio kuna soko la filamu. Ndio kazi zilikuwa zinasambaziwa kule. Zinasambazwa hata kama kazi imefanywa Mwanza. Hata kama yani popote pale uipeleke, lazima uipeleke Dar es Salaam. Yani ifike Dar ndio ianze kurudi tena huko. Ndio utaratibu ambao mmejiwekea wasanii. So utaratibu wakati huo, sasa mambo kidogo yamebadilika. Sasa hivi kidogo. Nasemea kwa wakati huo kwa sababu umeniuliza enzi hizo. Sasa unakuta unakaa kusubiri kazi yako ndani ya miaka 3. Tena ni midogo. Sasa ndani ya miaka 3 wasanii wanavumilia, hasa wanaweka tegemezi, yani kuitegemea. Sasa msanii kama hii tumeshuti tu, tumeambiwa ndani ya miaka tumekaa, sasa hivi ni miaka 2. Tushuti tena. Sasa tukishuti tufanye kazi gani? Tuendelee kufanya mazoezi. Sasa kutoka pale ndani kufanya mazoezi, msanii anaanza kupata tamaa. Sasa lini tena hiyo? Akati akiangalia sasa filamu ya Bongo Movie labda ya JB ya Kanumba naona zimetoka. Hajui kama yeye anahisi kwamba wamerekodi leo zikatoka kama hizi na kesho tena kaenda karekodi. Kumbe hajui zile kazi zile kulingana na uwezo walifanya kazi peka wakati mmoja. Kwa hiyo ikitoka hii inatoka na hii. Na wakati huo sasa uko kiangalia, wanaangalia picha yako amecheza nani kipindi hicho. Wanaangalia filamu yako kuna sura nani huko ndani. Yumo Kanumba, yumo Lei, yumo siwi nani. Ina maana sasa wakikuta wasema ngoja kwanza hii sogeza kwanza pembeni, tutaangalia baadaye. Sasa mambo yameenda yakapelekea mpaka unakuta sasa sisi tunabatia tu kujulikana, huyu ni fulani alishacheza filamu fulani, hasa ana kipi, unakuta hamna. Kwa kweli mimi tu ni faida ile ya watu kunijua. Sawa, kupata vipesa kidogo. Sio kama ninapata pesa nikajenga nikafanya nini. Sawa. Hapana, tofauti sana sasa. Tupate uzoefu kutoka kwa director. Wewe umefanya filamu nyingi. Ndio. Na umezisambaza. Kwa nini wasanii wengi hasa wa filamu mnaisujudia sana Dar es Salaam kwa ajili ya kusambaza kazi zenu? Kwa nini mikoa mingine hamfanyi hiyo kazi kama vile ninyi mna uwezo wa kufanya kazi hiyo? Yaani kazi zimezalishwa Mwanza zikaanzia kutokea Mwanza kwenda sehemu nyingine. Yaani mpaka mfike Dar es Salaam ndo kazi zenu zirudi. Wewe kwenye kazi zako ulifanyaje na kwa nini hii kitu inatokea? Mimi mwanzoni hauoni kama inawachelewesha sana? Mwanzoni nilikuwa naamini kwamba ukifanya kazi, kulikuwa na kampuni kubwa sihitaji jina. Ukifanya kazi ikifika pale, basi wewe ndio star na ndio unakuwa umetoboa. Na kwenye kampuni kubwa ile
walikuwa wanaangalia nani yupo kwenye cover. Yaani hata wadili na story. Cover ukiona bana movie yangu, nani kacheza hapo, unamtaja mtu labda ni sisi wenyewe. Hiyo ngumu. Unajitahidi kazi nyingine unafanya na star. Nani yupo kwenye cover? Yupo mzee nani, labda mzee huyo bwana, ungejitahidi ukamweka na fulani. Ndio. Lakini hao wote wanahitaji pesa walipe, sio? Nikasema hapana. Nikasoma gepo. Mimi nilienda nikaanza kujifunza kwa nini sisi wa mikoani tunafeli. Tunafeli wapi? Unaona wao wanafanya nini, sisi tunakosea wapi? Nikaenda nikasoma, nikazunguka, nikakaa na wasanii wenye majina, nikaona wanapofanya kazi na nini. Kwa madhaifu yao na yajua, uwezo wao pia naujua. Nikasema nikagundua kanda ya Ziwa ndio soko namba 1 Tanzania nzima kwa mambo ya filamu. Kanda ya Ziwa. Yaani yule msambazaji mkubwa, mkoa wa kwanza anaoanza nao ni kanda ya Ziwa. Kopi anazouza nyingi. Nikajua kumbe. Kwa hiyo nikaanza kufanya kazi na kuanza kusambaza mwenyewe. Na experience nilipata kutoka kwa msanii wa Morogoro, jamaa mmoja hivi. Anafanya kazi na anauza mkoa door to door. Mikoa yote anazunguka. Sikuamini, siku moja nikazurura naye, nikaa naona anapouza na nini, nikajikuta nashawishika. Nikatengeneza kazi ya kwanza 2013, nikaanza kuuza. Tena ilikuwa short film ya nikaiba dakika kama 40, nikaiuza kipindi hicho 1500. Nikagundua kumbe kuuza mwenyewe kuna faida. Kwa hiyo tangu kipindi hicho nikaa natengeneza, nauza mwenyewe, kwa sababu hiyo kampuni kubwa ya usambazaji unauza hatimiliki, yani unauza master. Ukishauza sio yako tena. Yani hata marehemu Kanumba hapa sasa hivi akifufuka anaanza upya, kwa sababu hana nini? Hana cha kwake. Kuna tuzo zinatokea, watu wanashindwa kupeleka kazi kwa sababu wameshauza hatimiliki kwa nani? Kwa msambazaji. Kwa hiyo mimi nikaona master yangu nitabaki nayo miaka yote, nitasambaza, ikipatikana TV channel nitauza, ikipatikana nini tuzo nitapeleka. Kwa hiyo kazi zangu zote hakuna niliuza, zote zipo. Hiyo wewe unaona inasaidia kuliko kupeleka kazi Dar es Salaam? Inasaidia sana. Na nafikiri sasa hivi pia soko la Dar es Salaam limeyumba. Na hata yule msambazaji mkubwa ambao watu walikuwa wanamtegemea, ilifika sehemu msambazaji mkubwa kaajiri wasanii. Tuseme wasanii wameajiriwa. Yule jamaa alikuwa kama dalali, sio? Unakwenda unafanya kazi, anakuambia bana, baada ya movie kishatoka baada ya wiki 2 nakupa advance, baada ya mwezi tunamalizana. Ina maana ni ile kazi yako anaiuza kwanza afu ndo anakulipa wewe. Sasa huo ni utumwa. Kwa wasanii wengi wamebumburuka. Sawa. Tunakwenda mwishoni kwa ajili ya kumalizia kukimbizana na muda. Hebu niambie wewe matazamio yako ili sanaa tuweze kufanikiwa zaidi na iwe nafasi kubwa sana kutoa ajira hapa Tanzania. Tunatakiwa tufanye vitu gani tu kwa kuzingatia kwa uchache kidogo? Nianze na sisi wasanii. Sisi tunatakiwa tubadilike. Walioko juu, wasanii wenye majina, wasibweteke, kwa maana ya nafasi zao zitanyang'anywa muda sio mrefu, kwa maana ya wao ndo wanatazamwa na watazamaji wa Tanzania. Wao wanapoharibu, it means na sisi imani inafanyaje? Inapotea. Na ni ukweli kabisa, wao ndio wanaovuruga soko. Mtu pekee alikuwa ni marehemu Steven Kanumba, sio? Tangu ameenda ni kama kaondoka na nini na tasnia. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wana uwezo mkubwa na wanafanya vitu vizuri. Sijui kwa nini wanazimwa, sielewi kwa nini. Ila wale ambao yani sanaa bila pesa, mimi naona sijui ndo haufanikiwi. Naona wenye pesa, yani ukishakuwa na pesa zako, uwe na cast usiwe na cast, ujue kuigiza usijue, wewe ni mradi umeweka pesa, unaajiri watu wanafanya filamu inakwenda, umehonga kwa msambazaji imesambaa inakwenda. Mtazamaji anachokuja kuona, bwana huyu mhusika haendani na uhusika. Sawa, umezungumzia wasanii kubadilika. Kitu kingine ni kwamba watazamaji waanze kusapoti, mimi niseme kazi zangu, waanze kunitazama mimi, tazameni kazi zangu, muone mabadiliko, muone tofauti kati ya mimi na hawa waliopita. Lakini pia serikali iweze kunisapoti mimi na wasanii ambao wana ndoto na wanaishi kwa ajili ya sanaa. Sawa. Ni director huyo akipigia upato, tutazame kazi zake. Yes. Ili tuone sasa yale mabadiliko. Lakini kikubwa sisi tunataka tuone tu nafasi ya sanaa katika ajira. Mwalimu, kiufupi tu kwamba wazazi watatambuaje vipawa vya watoto wao au sanaa za watoto wao na wawezaji kuziendeleza ili baadaye zije kuwa manufaa makubwa sana kwao?
Mimi nafikiri wazazi wawape nafasi vijana. Kwanza yani mzazi yote hakubali kumruhusu mtoto wake kufanya kile kitu anachokipenda. Sawa? Ili mradi tu kitu chenye maadili. Kwa sababu hawezi akawa anapenda kuvuta bangi afu mzazi aseme kwa sababu wasanii walizungumza tu wape watoto nafasi. Kuna vitu vipaji, nazungumza vipaji. Kama mtoto wako anacheza mipira, basi hemu kisimamie kile kipaji chake. Mpe support. Unaona? Lakini pia mimi niseme wa Tanzania na wasanii wa Tanzania tukubali kufanya kazi nzuri na kuelekezwa. Unakuta leo msanii anakaa kwenye kikundi. Ukimfundisha stand by action, kulia ni hivi, kucheka ni hivi. Kesho anataka kuwa mwalimu. Na yeye aanzishe kundi lake, awe director, awe, kwa sababu unajua tu kuongoza cut, action, kulia ni hivi. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nafikiri wasanii tungepewa somo la kujua nini sana. Sawa, ili tufanye kazi nzuri. Lakini pia wazazi wakubali kutupa support. Mimi sasa nashukuru Mungu, Mwanza kuna baadhi ya viongozi kiukweli wamejitolea kusapoti sana, akiwemo na mheshimiwa mbunge Angelina Mabula na baadhi ya madiwani kama Innocent Bwana wa Kiseke, kata Kiseke na Jafet. Wale watu wanasapoti. Tutarudi kwako director. Kwa nafasi yako tuambie movie tu kadhaa ambazo umeshazicheza tunaweza tukazifuatilia. Hii nafasi ya upendeleo kwako. Fursa. Nina movie inaitwa Thamani ya Mtu ambayo nimecheza na wazungu kutoka Norway na Finland. Movie nyingine inaitwa Mteule, ni gospel film kidogo. Hiyo trailer yake inapatikana YouTube, unaandika Dionis Godwin utaona. Alafu kuna filamu inaitwa Jirani, nimechezea Igombe, ni maisha kabisa ya Kitanzania. Ni serious comedy, hapo unatazama, unaelimika, unaburudika. Kuna filamu inaitwa Maumivu, hiyo pia ipo, na kuna filamu ambayo naenda kufanya. Zinatosha hizo kabila, utatoa overdose, zinatosha 4. Mwalimu, una kundi la sanaa? Ndio mimi nalo. Linaitwa The Dream Entertainment. Hebu karibisha wadau ambao wanaweza kufika pale kwa ajili ya kuendeleza kukuza vipawa vyao. Ni nafasi ya upendeleo kwako. Kwanza niombe kwa Tanzania wote wanaonisikia sasa hivi, wanasikiza Star TV na kutazama. Cha kwanza ni wakaribishe The Dream Entertainment. Ni kundi ambalo la sanaa linapatikana Msumbiji, kata kwa Ekamo, kwa mheshimiwa Diwani Jafet. Lakini pia ni shukuru kwa sababu sisi sasa hivi tuna viongozi wamekubali kutusupport. Sawa, katika kundi mnafanya vitu gani pale ili mtu ambaye anakuja kukuza kipaji chake hapo mtamfundisha tufahamu? Kwanza ajue kabisa sisi asubuhi tuna mazoezi ya muziki na mambo ya ngoma za asili, sarakasi. Kwa wale wasanii wanaopenda kujifunza kucheza, kuimba, kucheza ngoma makabila tofauti, kutengeneza vitu vya asili, kacha hizi yani, mavazi ya kiasili. Tuna kuanzia asubuhi saa 12 mazoezi yataanza mpaka saa 5 asubuhi tunamaliza. Watu wanasambaa kwenda kwenye majukumu mengine. Haya, saa 9 tunakutana jioni kwa mazoezi ya kuigiza. Ina maana kwenye kuigiza hapa huwa tunabadilishana shift. Kuna siku ya mazoezi ya kuigiza na kuna siku tunafanya fashion show, mambo ya models. Unaona? Kwa hiyo unapokuja The Dream unakuja kujifunza sanaa mbalimbali. Kama unaimba, unataka kucheza, kujifunza kutengeneza kacha, maigizo, modo. Sawa. Ndio vitu ambavyo nakupa. Nashukuru sana na kushukuru sana. Ila kuna utaratibu. Sisi tuna utaratibu wa form. Sawa, tukija tutazikuta. Okay. Nilikuwa na Raju Yasin pamoja na Dionis Godwin ambaye yeye ni director, mwongozaji wa filamu, lakini pia Raju Yasin yeye ni mwalimu wa sanaa mbalimbali. Yeye katukaribisha sana katika kundi lake la sanaa linaitwa The Dream Entertainment. Lakini pia director pia ametuomba sana tumsupport sana, lakini pia si support kwake tu bali ni kwa watu wote kwa ujumla. Wanakuambia Swahili kwamba heli kula nyama ya punda kuliko kula mzoga. Wasanii muwe mfano, kuonyesha mshikamano, sio kumwana meno na kuteguana viuno. Epukeni majivuno na kukunja midomo. Mnaharibu taswira ya sanaa wakati ninyi ni nuru ya ulimwengu. Basi nimshukuru mtazamaji wetu ambaye ameweza kutufuatilia kuanzia asubuhi katika habari kuu, lakini pia baada ya habari kuu mpaka sasa hivi ambapo tumekuwa tukizungumzia swala zima la sanaa na ajira. Ni namna gani sanaa inaweza kuwa fursa
ya ajira hapa nchini Tanzania. Tunafahamu kwamba sanaa ni kipawa ambacho anapewa mtu ambacho Mungu ndo anamkaramia. Kwa hiyo ukikitumia vizuri kinaweza kuwa na faida sana kwako, lakini pia ukikitumia vibaya kinaweza kikawa laana. Sanaa, mtu anaweza akafanikiwa katika sanaa akiwa mdogo, akiwa mkubwa, lakini hata mzee. Kwa hiyo usikate tamaa tu, wakati wowote unaweza kipawa chako kikatokea na ukafanya vizuri, kikakusaidia katika maisha yako. Nilikuwa na Dionis Godwin pamoja na Raji Yasini wakinisaidia katika kuzungumzia swala zima la sanaa na ajira. Basi shukrani zangu za dhati kabisa kwa wale wote ambao wamehusika katika kuandaa kipindi hichi cha leo. Arois Nyanda Mtonzi, ye mwandaji wa kipindi hichi, lakini pia Leonard Mapuli na ye pia ametupa ushirikiano mkubwa sana, lakini pia bila kusahau control room wote, shukrani zangu za dhati sana kwao. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea kupitia hapa Star TV. Tuendelee, tukutane kwa wakati mwingine. Kesho pia kuna tuongea asubuhi. Nikutakie asubuhi njema na wakati mwema. Mimi naitwa Elibariki Madihi Junior. Asante.